Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Tunapoadhimisha mambo haya makubwa mawili katikati yetu, yaani sherehe ya Mtakatifu Kornelio Lwanga, shahidi, msimamizi na mwombezi wetu, na pia tunapoadhimisha jubilei kuu ya mwaka 2025 kama wanadekania, ningeomba tuunganishe mambo haya mawili katika wazo lililo moja, kwamba kifo dini ni alama au ni ushuhuda wa hija ya matumaini. Wale ambao wanatoa maisha yao kwa ajili ya Kristo, kwa ajili ya imani, ni ushuhuda kwetu, ni alama kwetu, na wanaonesha ni nini maana ya kuwa mahujaji wa matumaini. Hivyo ndugu zangu, sisi kama Wakristo tunapaswa kwa nafasi ya kwanza kutambua kwamba tupo katika safari ya imani, na safari yetu hii sio safari ambayo inatupeleka tusipofahamu, sio safari ambayo hatujui tufanye kitu gani, sio safari ambayo hatujui tupite njia gani, sio safari ambayo hatujui faida yake ni nini katika maisha yetu, bali ni safari yenye matumaini. Ni safari inayotupeleka mahali fulani. Ni safari ambayo tumeshaandaliwa tayari. Ni safari ambayo imeshatupa nguvu na uwezo na kutuonesha njia wapi tunapaswa kuenda. Na hili ndilo ambalo tumelisikia katika somo la kwanza kutoka katika waraka kwa Warumi, tukiambiwa kwamba tukisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na tuwe na amani kwa Mungu. Tunapokuwa katika safari hii kuelekea huko kwa Mungu, tuwe na amani kwa sababu tumeshahesabiwa haki. Tumehesabiwa haki kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, na haki hiyo ambayo inatupa hiyo amani ndiyo inatujaza matumaini, na hivyo tunatembea kwa furaha, tunatembea kwa ujasiri bila kuogopa jambo lolote. Hata kama tukijaribiwa, somo linaendelea kusema, tunapata ujasiri wa kuwa na saburi, kuwa na uvumilivu, kuweza kuyachuchumilia hayo. Kwa nini? Ndio namalizia mstari wa 5 wa somo hilo tulilosikia. Inasemaje? Kwa sababu tumaini hilo tunalolipata kwake Kristo alituhadai, alijitudanganya, na tunalipata tumaini hilo kupitia Roho Mtakatifu aliyemiminwa ndani mwetu. Kwa hivyo wewe kama Mkristo, mimi kama Mkristo, ninapokuwa katika safari yangu hii ya matumaini, ninapaswa kutembea kifua mbele, ninapaswa kuenda kwa ujasiri, ninapaswa kuenda bila kuogopa, bila kutishiwa na jambo lolote, bali niwe na matumaini kwamba nimeshahesabiwa haki. Nimeshahesabiwa haki, na hivyo ninapaswa kuwa na amani, napaswa kuwa na utulivu, kwa sababu ninalo tumaini ndani yangu. Ndugu zangu, tukiangalia nembo ya jubilei kuu, inatuonesha mfano wa hao Wakristo wanaosafiri katika matumaini, wakiwa wameungana kwa pamoja, wakiwa katika namna tofauti tofauti, rangi zile tofauti tofauti, kutoka pande zote za dunia, pande nne tunaziona pale, wakipita katika mawimbi, lakini wameshikilia msalaba,
wamemshikilia Kristo aliye amani yao, wamemshikilia msalaba ambao ndio umewapatia haki, wamemshikilia Kristo wakijua kwamba ndiye atakayewapitisha katika misukosuko yote bila kuogopa. Na ndiyo maana na sababu ya hija na sababu ya kufanya safari hii ya kiroho, na ndiyo sababu ya sisi kujiita kuwa tu mahujaji katika matumaini au mahujaji wa matumaini. Hija ni safari kutoka mahali fulani kwenda mahali pengine. Kwa sababu ni safari, yapo mambo matano yanaonekana ya kutafakari katika tendo hilo la hija, ili kwamba anayefanya hija aweze kupata ukamilifu wake na faida yake katika maisha yake kiroho. Jambo la kwanza, kwa sababu hija ni safari, manake inamtaka mmoja apige hatua, manake afanye maamuzi, manake ainuke, manake aanze hiyo safari. Baba wetu wa imani Ibrahimu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 12 aliambiwa, toka katika nchi yako uende nitakapokuonesha. Akubakia tu kuangalia, akubakia tu kufurahia hali ile. Aliinuka, akaacha nchi yake, akaacha maisha yake huko katika nchi ya Hur, tunaposoma katika neno la Mungu, akaanza safari. Na hivyo wewe kama hujaji wa matumaini katika safari yako ya kiroho, wewe kama Mkristo, ni lazima ufanye maamuzi na uanze kutekeleza safari hiyo, manake upige hatua, uanze kutembea kuelekea huko ambako umealikwa, huko ambako umeitwa. Jambo la pili ni kubadilika au kuwa mpya. Unapotoka katika pointi moja kwenda pointi nyingine, manake hauwi tena yule wa zamani, manake unapokea namna mpya, manake unazidi kubadilika, unazidi kuonekana uko tofauti. Na ndivyo ambavyo Mkristo anapaswa kuwa katikati ya watu, kuonesha utofauti ule ambao unatiwa nguvu, unachagizwa na hilo ambalo analo ndani mwake, hilo tumaini alilokuwa ndani mwake kutokana na huo wokovu aliopokea katika Kristo. Hilo linaendana na jambo la tatu ambao ni kukua na kuimarika, kukomaa. Katika safari ya hija haupaswi kuiona jana leo inafanana kama jana. Hapana, lazima uonekane umekuwa tofauti, lazima uonekane umepiga hatua, uonekane umezidi kukomaa katika maisha yako. Ndivyo ambavyo inavyomtaka Mkristo katika safari yake ya imani, kuweza kuonesha hatua hiyo ya kukomaa, ya kubadilika, ya kuwa bora zaidi. Lakini jambo la nne katika safari hiyo, ili ufike safari vizuri, maana unapaswa kupita katika njia iliyo sahihi. Anayetualika katika safari hii ni Mwenyezi Mungu. Anataka tuende kwake. Ametuleta duniani tumjue, tumpende, tumtumikie na mwisho tufike kwake. Sasa ni ipi njia sahihi? Ni Kristo mwenyewe ambaye anajieleza na anasema wazi katika Injili ya Yohane sura ya 14 aya ya 6 kwamba yeye ni nini? Ni njia, ukweli na uzima. Kwa hiyo kumbe, tunapokuwa katika safari yetu hii, tunapaswa kumwangalia huyu aliye njia yetu, huyu aliye ukweli wetu, ili tuweze kufikia huko nyumbani kwa Baba tunapoelekea. Lakini jambo la mwisho katika hija, jambo la 5, ni kufikia lengo. Sio tu kufuata njia tu, sio tu kuamua kuondoka, lakini kuweka
ile makusudi ya kufika kule ambako unakwenda. Na kule ambako unakwenda utapata amani, tafuta juhudi yote uhangaike nako, kama utapaelewa pana nini, pana faida gani, na pana mazuri yapi ambayo yatakusaidia wewe katika maisha yako. Na kumbe tunapokuwa kama wana maujaji, hata katika matumaini hayo, ni lazima tujifunze yale mafaa ambayo tutakutana nayo, ambayo tutayapata katika maisha yetu, katika safari yetu tunapomwelekea huyu Mungu wetu. Ndugu zangu, sisi kama wanadekania tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya damu ya mashahidi wa Uganda, mmoja wapo akiwapo Mtakatifu Koroli Lwanga, ambaye ni somo na msimamizi wa dekania yetu, kwa sababu wao wanakuwa mbele yetu kama uthibitisho wa watu waliokuwa na matumaini ya kweli kwa Mwenyezi Mungu. Wao wanatuonesha ni nini maana ya kuwa na matumaini kwa Mwenyezi Mungu. Walimtambua Kristo, wakampenda Kristo, wakamtumikia, na walikuwa tayari kuunganika naye kwa namna yoyote ile. Na jambo la kujiuliza, katika uchanga ule waliokuwa nao katika imani, walipata wapi ujasiri mkubwa hivyo wa kuweza kuitetea imani yao? Ni kwa sababu ya imani kubwa na neema ya Mungu iliyokuwa ndani mwao. Iliwapa nguvu, iliwapa matumaini, na hata wakageuzia kisogo mambo ya kiulimwengu, na matumaini yao wakayaweka mbele ya Mungu. Matumaini yao hayakuwa katika vyeo, hayakuwa katika furaha, hayakuwa katika faraja za kidunia, bali tumaini lao lilikuwa katika Kristo mfufuka. Eneo ambalo mashahidi wa Uganda waliuawa, wengi wao, kwa sababu na wengine waliuawa sehemu mbalimbali, wachache, lakini eneo hilo ambalo linajulikana na Mugongo linaweza likatuonesha au likatutafakarisha zaidi namna ambavyo hawa ndugu zetu walivyokuwa tayari kugeuzia kisogo mambo ya kiulimwengu. Neno lenyewe au eneo lenyewe lilikuwa linajulikana mara ya kwanza kwa jina Sona Mugongo. Ukimuuliza mtu wa Uganda atakwambia kulikuwa na jina linajulikana mahali pale na Kianja, ambayo ilikuwa inamaanisha visima ambavyo vilikuwepo pale. Bahatika kufika pale na Mugongo, utaona yale maeneo ambayo yule Mukajanga ambaye alikuwa ni muuaji mkubwa alipokuwa anaenda kusafisha vyombo vyao baada ya kuwachinja na kuwatoboa hao waliokuwa wanateswa, basi kulikuwa na hiyo sehemu inayoitwa na Kijanga na na Kianja, na ilikuwa ni sehemu ambayo kuna visima hivyo viwili vyenye maji ambayo yalikuwa yanajaa damu, ishara kuonesha kwamba ni eneo ambalo ukileta mchezo, ukigombana na watawala, ukionekana ufai katika jamii, basi uende kushuhudia katika hivyo visima jinsi ambavyo wenzenu walivyofanywa. Lakini kwa nini neno lilibadilishwa na kuitwa na Mugongo? Ukisoma katika historia yanaelezwa mambo mbalimbali. La kwanza linaelezwa ni kwamba mashahidi hawa wa Uganda walipokuwa wanapelekwa mahali pale, walikuwa wanapigwa na kuburutwa kupitia migongo yao. Na hivyo watu walikuwa wanaulizwa, kwa nini wale watu walitokea wapi? Ni wale waliokuja na migongo, maana walikuwa wanaburutwa kwa kupitia nini? Migongo. Lakini kwa maana nyingine ambayo inaelezewa vile vile ina maana zaidi,
na kuonesha namna ambavyo walikuwa tayari kugeuza mawazo yao na maisha yao kuweza kumwelekea Kristo. Neno Namugongo lilikuwa linamaanisha backyard kwa lugha ya Kiingereza. Nadhani ni kama nyuma hivi kwa Kiswahili unaweza kusema pande wa nyuma. Manake ni eneo ambalo lilikuwa linaonekana kwamba liko nje ya jamii ya watu, liko huko nyuma. Ni eneo ambalo wanaenda wale ambao walikuwa hawakubaliani na yale ambayo yako pale, manake wako huko, watoweni nje. Na hii inaleta maana zaidi kutafakari hiki ambacho nimeanza nacho mwanzoni, kwamba unapokuwa katika safari hii ya matumaini, unapaswa kugeuza matumaini yako si kuyaangalia mambo ya kiulimwengu, si kuyategemea mambo ya kiulimwengu, bali kumwangalia mfufuka, kumwangalia Kristo na kushika msalaba wake. Na hivyo mashahidi hawa walielewa maana neno hilo na walitenda sawa sawa na neno hilo. Hata mmoja wapo ambaye alikuwa ni mtoto wa huyu muuaji mkubwa au mkuu wa wauaji anaitwa Mukajanga, mmoja mashahidi ambaye anaitwa Mbaga Tuzinde, alikuwa ni mtoto Mukajanga. Wakati wa mauaji, baba yake ni kana kwamba alijaribu kumbembeleza, akamweka pembeni kidogo, pengine kwa mwanae apone, lakini mtoto akasema, hapana baba, mimi nimekuwa Mkristo, nimegeukia upande mwingine, nitaunganika na wenzangu. Akupenda au akukubali kupata ule upendeleo kwa sababu ya nani? Ya Kristo. Wakati Karoli Lwanga na wenzake walikuwa na nafasi kubwa sana katika jumba la kifalme kule, lakini hawakuona sababu yoyote ya kugombania vitu hivyo kwa sababu ya nani? Ya Kristo. Wanatuachia kielelezo ya namna gani ambavyo tunapaswa kutembea, tunapaswa kuenda kama maujaji wa matumaini, yaani kugeuzia dunia mgongo na mambo yote, kuweza kuyakataa mambo yote ya kiulimwengu, mambo yote yanayoletwa na ibilisi shetani, kuweza kukumbuka yale tunayosema katika ahadi ya ubatizo kwamba mnamkataa shetani na mambo yake yote na fahari zake zote na hila zake zote. Tunategemea nini? Namkataa. Maana yake tunamgeuzia kisogo. Ndio wito ambao tunapewa sisi tulio maujaji wa matumaini. Ndugu zangu, somo la Injili limemalizia kutuambia kwamba atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tupo katika safari, tuko katika ulimwengu wetu wa kawaida ambao unataka mimi na wewe tuweze kuwa mashahidi, kuweza kumshuhudia Kristo. Tunapoadhimisha leo hii tunaalikwa tuweze kujifunza mambo mawili. Jambo la kwanza, katika ulimwengu tunaoishi, tunapokutana na mikwamo mbalimbali ya maisha, ni vipi tupo tayari kuutetea ukweli? Baba Mtakatifu Francisco alipokuwa anaandika barua ya mwaka wa jubilei, alijaribu kuangazia mambo mbalimbali ambayo yalikuwa au yanaonekana pengine yanaleta changamoto katikati ya watu kuweza kushuhudia imani yao katika safari hii ya matumaini. Na hivyo
Akasema kwamba wako wengi ambao wanapenda kumtumikia Mwenyezi Mungu. Wako wengi ambao wanapitia nafasi mbalimbali ambazo zinawapa changamoto katika utetezi wa imani yao. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwamba watu hawa hawakati tamaa, bado wanasimama na bado wanaitetea imani yao. Tuwaige watu hao. Na akagusia sehemu mbalimbali, professional mbalimbali za watu, makundi mbalimbali ya watu wazazi, vijana, kila kundi kwa nafasi yake ambavyo anavyoweza kushuhudia afanye, akitua nguvu na hawa ambao wanashuhudia. Lakini kuna jambo la pili ambalo aliligusia na wale wengi tulioni. Tupo watu wengi ambao tunazima matumaini ya watu, tunashindwa kutoa fursa kwa watu wengine waweze kuonesha matumaini yao kwa Kristo. Uangalie namna gani ambavyo wewe unashiriki katika maisha yako. Wewe kama Mkristo unavyoweza kufanya mwingine asiweze kuonesha hiyo nuru ya matumaini kwa watu wengine. Wewe kama Mkristo unavyoshiriki katika kuzima sauti za watu. Anatualika tutoke katika njia hiyo, tutoke katika upotovu huo, tutubu na tutoe nafasi wengine waweze kuonesha njia, waweze kutumikia, waweze kuonesha matumaini yao kwa Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tunapoadhimisha sherehe hii ya leo, tunaalikwa hilo la kudumu katika matumaini yetu kwa Mwenyezi Mungu. Tumwangalie Kristo msalabani, aliye nguvu yetu, aliye matumaini yetu. Atutie nguvu na atuongoze na atuwezeshe kuweza kufikia kule mbinguni, kufika kule kwa Baba ambako ndiko tunapoelekea, tukivumilia mpaka mwisho, tukipokea amani tunayopata kwake kwa ufufuko wake, tukiamini kwamba yuko pamoja nasi, anatuongoza na ametumiminia tumaini hilo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Tutapita katika ulimwengu huu, katika mambo mengine yote, bila kuwa na wasiwasi wowote, bali tutakuwa na furaha, tutakuwa na amani, na tutakuwa na matumaini, na tutakuwa na nafasi ya kumshuhudia Mungu, na mwishoni tutaungana naye huko mbinguni pamoja na watakatifu wote milele na milele. Tumsifu Yesu Kristo.